Naomba leo unisikilize kama hujawahi kunisikiliza. Fungua masikio yako unisikilize kwa umakini sana, kwa maana Mungu ana mpango na wewe, anataka kufanya kitu sasa. Tumekuwa tukiangalia sana vifungo vya rohoni. Tumejifunza vifungo vya rohoni. Wakati mwingine tulikuwa tukigusia kwa habari ya vifungo vya mwilini, lakini leo tunataka tuguse kwa habari ya vifungo, lakini ni kifungo cha nafsi. Kifungo lakini ni cha nini jamani? Kifungo cha nafsi. Watu wengi mara nyingi huwa wanadhani roho ndiyo nafsi. Tunaelewana vizuri eh? Wengi sana. Ndio maana ndugu zetu Waislamu kuna kauli wanaitumiaga, wanasema al-kalmaut, kila nafsi itafanyaje jamani? Inaanzaje vile? Wale ndugu zetu mliotoka kule inaitwa kul nafsi. Sawa sawa, hivyo wanasema kila nafsi itafanyaje? Taonja mauti. Lakini watu hawa ukiwaangalia, ukiwaelezea kwa habari ya hiyo nafsi, mara nyingi wanamaanisha sana ni kama roho. Sawa eh? Lakini sivyo. Mwanadamu ana sehemu tatu. Sehemu kuu tatu. Mwanadamu ana sehemu kubwa tatu kabisa. Na sehemu hizo ni za muhimu sana. Ambapo mwanadamu ana mwili. Mwili wa mwanadamu. Mwanadamu ana nafsi. Na mwanadamu ana roho. Na tumekuwa tukijifunza zaidi kwa habari ya mwili na roho. Tukasema hata tafsiri ya mtu sio mwili. Tafsiri ya mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba, na nyumba yake ni nini jamani? Mwili. Roho yenye nafsi ikaayo ndani ya nyumba, na nyumba yake inaitwa mwili. Unaanza kumuona mwanadamu ana roho, mwanadamu ana mwili, mwanadamu ana nafsi. Nafsi sio mwili, wala nafsi sio roho. Nafsi ni nafsi. Nataka leo tujifunze hapa. Tuangalie kwanza maandiko. Tuangalie kwanza kweli ya maandiko. Je, hivi vitu vitatu kweli vipo kwa mwanadamu kwa mujibu wa neno la Mungu? Ili siku ya leo tunaposhughulikia nafsi, unajua ufalme wa giza huushindi tu kwa sababu unaomba. Unanielewa vizuri eh? Ufalme wa giza huushindi tu kwa sababu unamjua Mungu. Ufalme wa giza unashindwa sana na mtu mwenye maarifa ya kimungu na akijua kuyatendea kazi. Unashindwa sana na mtu mwenye maarifa ya kimungu ambayo hayo maarifa ana uwezo wa kuyatendea kazi au anayatendea kazi. Ufalme wa giza hapo ndio unapigwa sana. Kwa sababu unaweza ukawa ni mtu wa Mungu kabisa, lakini kitakachokuangamiza sio kwa sababu sio mtu wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, watu wangu, Hosea 4:6 anasemaje? Watu wangu. Huyo anayesema watu wangu ni Mungu. Anawaita watu ni wa kwake. Lakini anasema wanaangamizwa kwa kufanyaje? Kwa kukosa kuwa na maarifa. Yaani kwa kukosa maarifa, watu ni wa Mungu kabisa. Watu wana Mungu kabisa. Ni watu aliyowachagua Mungu, lakini wanaangamizwa kwa kufanyaje? Kwa kukosa maarifa. Kumbe adui anaweza kukuangamiza
sio kwa sababu hujaokoka. Ukawa umeokoka, kunena unanena, lakini ukaangamizwa sio kwa sababu hujapata wokovu. Umekuwa ni mtu wa Mungu kabisa, lakini kilicho wafanya wakuangamize ni kwa sababu umekosa kuwa na maarifa. Na ndio maana tunahitaji tuwe na maarifa ya kimungu, ili tukiwa na Mungu tusiweze kuangamizwa. Sawa sawa. Uwezekano wa mtu wa Mungu kuangamizwa ni mkubwa sana, hususan asipokuwa na maarifa. Narudia tena hii kauli. Uwezekano wa mtu wa Mungu, yani huyu ukimwona ni mtu wa Mungu. Unanielewa vizuri eh? Ni mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu maana yake anamcha Mungu, anampenda Mungu, kama anatoa anamtolea Mungu, ni wa Mungu kabisa. Lakini akaangamizwa pamoja na kuwa na Mungu kwa sababu ya kukosa tu kuwa na maarifa. Sasa tujifunze maarifa ili siku ya leo, mahali pale ambapo shetani anapatumia kutuangamiza kwa sababu ya maarifa, akose nafasi. Ndio maana maandiko yanasema wala usimpe ibilisi nafasi. Hayasemi wala usizini ibilisi akapata nafasi, wala usitukane ibilisi akapata nafasi. Anasema wala usimpe ibilisi nafasi. Hata pale ambapo hauna maarifa, ibilisi anaweza kupata nafasi ya kukuangamiza. Tunaelewana vizuri sasa eh? Yaani hata pale ambapo maarifa hauna, ibilisi anaweza akapata nafasi ya kukuangamiza. Anakuangamiza sio kwamba una Mungu. Anakuangamiza sio kwamba huombi. Anakuangamiza sio kwamba utoi sadaka, sio kwamba utoi fungu la 10. Anakuangamiza kwa sababu huna maarifa. Kataa kuangamizwa kwa sababu ya maarifa kwa jina la Yesu. Kwenye Biblia, Warumi sura ile ya 10 mstari wa 2. Anasema kwa maana na washuhudia wana bidii katika Mungu, lakini si katika maarifa. Kuna mtu unaweza ukamwona ana bidii kwenye mambo ya Mungu, bidii, lakini kama una bidii katika Mungu huna maarifa, unaweza ukawa na Mungu na kwa sababu ya kukosa maarifa usione kama huna Mungu. Mungu unaye. Kwa sababu ya maarifa usione kama una nini? Mungu. Kwa sababu hata hivyo Mungu huwakataa wanaokataa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa na mimi nimekukataa wewe, usiwe kwani kwao. Kwa nini umekataa nini? Maarifa. Unanielewa vizuri? Kwa sababu kuwa na maarifa anaweza Mungu akamwambia shetani, wewe mwache huyo. Huyo ni wa kwangu, nimemkubali. Sawa sawa eh? Kitabu nataka tuangalie sasa hivi vitu vitatu ndani ya Biblia. Hivi vitu vitatu tuangalie: mwili, roho na nafsi. Nimekuambia mwanadamu ana sehemu kubwa tatu ambazo ni za muhimu sana. Ana maeneo matatu ambayo ni ya muhimu sana. Likikosekana moja, kuna kitu hapo kinakuwa kimepungua. Kimepungua tena kwa kiasi kikubwa sana. Na hayo yote matatu anatakiwa awe nayo ili apate kukamilishwa mwanadamu. Amen, amen. Amen. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa,